Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Sera tutaangalia sera vile vile, lakini kimsingi serikali kama tamko lake la sera, tamko kuu ni kwamba inataka kuendeleza mashirikiano na sekta binafsi. Ukiangalia kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050 hii ambayo imezinduliwa mwaka jana na Mheshimiwa Rais wetu, ilibainisha bayana kwamba katika ugharimiaji wa dira yenyewe sehemu kubwa ya gharama zitakuwa zinagharimiwa na sekta binafsi 70%, kwa uwiano wa 70% na 30%. Kwa hiyo serikali inategemea itagharimia kwa 30%, na ndani yake kuna serikali yenyewe pamoja na mashirika yake. Kwa hiyo serikali yenyewe 22% na mashirika 8%, lakini sekta ya binafsi inatarajiwa kwamba itagharamia 70% ya mchango wa kutekeleza dira ya mwaka 2050. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunahitaji kukuza mashirikiano tulionayo baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Sekta ya umma maana yake ni serikali, lakini serikali imekuwa inataka kutekeleza miradi mikubwa ambayo inahitaji rasilimali nyingi, rasilimali fedha. Kwa hiyo sio muda wote serikali inaweza gharamia yenyewe miradi ile mikubwa. Kuna fursa ambayo tumeizungumza na ambayo washiriki wa kozi yenyewe watakwenda kuizungumza kwa kina, ya ushiriki wa sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya serikali. Sasa huku ndo kumekuwa kujitokeza mara nyingine, wakati mwingine moja changamoto ni kutokuaminiana. Ni aina tofauti ya ununuzi. Ununuzi huu wa mashirikiano wa sekta umma na sekta binafsi mara nyingi ni tofauti na ule ambao tumeuzoea wa mkandarasi anatekeleza mradi miezi 24, miezi 36, anakabidhi, anaondoka. Mashirikiano haya yanapaswa mara nyingi yanakuwa ya muda mrefu. Kuna wakati inakuwa zaidi ya miaka 15, kuna wakati miaka 20, kuna wakati miaka 30. Serikali ipo, mbia wake, mshirika wake yupo. Kwa hiyo ni aina tofauti ya ununuzi kwanza, na namna ya kuwavutia hawa ambao tutashirikiana nao inahitaji iwe tofauti kidogo. Kwa hiyo kuna wakati imekuwa kama kuna kutokuaminiana. Hili ni muhimu kwenda kuliondoa. Bila shaka kama ambavyo tumesema, tutizame mfumo wetu wa sheria, tutizame mazingira yenyewe kama yanasaidia kushajiisha wale wabia wetu kushiriki na wao. Kwa ni mfumo mzima kwenda kuangalia kweli. Na hivyo ni lazima tuunganishe nguvu za ndani kuwezesha mitaji itakayotukuzia uchumi na kutupa kujitegemea kwa ubora. Haiwezekani ikawa ni serikali pekee inayoweka bajeti kwa kutumia maduhuri na kodi inayokusanya kutoka kwa wananchi na biashara zilizopo. Ni lazima tukae kwa pamoja ili kila sekta ya umma na binafsi tuone changamoto zilizopo na fursa zilizopo na kuzitatua. Ndio maana kozi hii sio ya nadharia. Sisi tunaendesha kozi ambayo ni ya uhalisia, kuweza kutatua matatizo halisi ya kimkakati. Viongozi hawa ambao wanahudhuria kozi hii tunatarajia wataweza kulitekeleza hili katika siku 5 zinazokuja za kozi hii. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.